yana nguvu kama milima. Mbele yetu ni milima. Wakati wa ujenzi wa Yerusalemu mara ya pili, wakati wa kina Ezra na kina Nehemia, walikuwa na shida ya kiuchumi. Mungu amewatuma wakajenga hekalu, lakini tatizo kubwa lao lilikuwa ni uchumi, hali yao ya kifedha. Hawana fedha, hawana dhahabu. Kikwazo kikubwa ilikuwa ni uchumi. Baba kupitia nabii Ezekiel akasema, Ezekiel katabiri juu ya Zorobabel, juu ya Yerusalemu, kwa milima yote inakwenda kushushwa. Akamwambia, tazama Zorobabeli, hiyo milima ile mirefu ni nini mbele yako? Yote Mungu atashusha. Akazalika 2026 Yesu mwenyewe kwa ajili yake mwenyewe anakwenda kushusha milima itashushwa kwa ajili yake mwenyewe. Lakini unyonge wetu sisi unafananishwa na mabonde. Ule unyonge tulionao katika uchumi, katika fedha, katika muonekano wetu mbele za watu umekuwa hauna nguvu, hauna kibali. Tumekuwa wanyonge sana. Kadhalika ni wakati ambapo Yesu anakwenda kuinua hayo mabonde na kwenda kuinuliwa. Nimeanza kufanya kazi ya Mungu hii miaka mingi zaidi ya 40 iliyopita. Wakati wote wana mdadisi shetani, namuuliza shetani, ni wapi ambapo Yesu alishinda kuinua mabonde? Wapi simba wa Yuda anapounguruma? Wapi mabonde yakuinuliwa? Nimeliona mabonde yakiinuliwa tangu mwaka 87, 86, 85, 88, 90 hata leo. Yesu ni jana, leo na hata milele. Mabonde yanakwenda kuinuliwa. Lakini mwaka wetu wakataa kuzaa mapooza. Maisha yetu yamezingirwa na alama ya kutoa. Hakuna alama ya nyongeza. Milima inafungwa, baadaye inafunguliwa. Milango inafungwa, baadaye inafunguliwa. Inafungwa. Huko ndio kuzaa mapooza. Sifa zote tunazo, lakini bado tunazaa mapooza. Tunakataa kuzaa mapooza. Kwa jina la Yesu aliye hai, tunakataa kuzaa mapooza. Shika sana imani hii. Shika sana maneno hayo. Usiweke mashaka ndani ya maneno haya. Usitie mashaka Biblia. Usiutie mashaka msalaba wa Yesu. Usitie mashaka lile agano la Mungu na wanadamu ambao walifanya kwa damu ya Yesu. Usitie mashaka lile agano. Na ndio maana tarehe 27 mwezi huu wa pili saa 4 usiku kuelekea saa 8 usiku na alfajiri ya saa 10 itakuwa na maombi maalum ya mkesha ya kukataa kuzaa mapooza. Tarehe 27 kutakuwa na mkesha wa kukataa kuzaa mapooza. Mfanya biashara, kataa kuzaa mapooza. Mkulima, kwa jina la Yesu, kataa kuzaa mapooza. Mwanachuo kikuu cha Dar es Salaam, umekuwa ukidisco mwaka hadi mwaka, una disco, unafeli mwaka hadi mwaka, kataa, hayo ni mapooza. Kataa. Kwenye mkesha huo uje ukatae kuzaa mapooza. Ama watoto wanafeli mitihani, wanafeli kimaadili, kitabia, ni maombi, ni mwaka ukataa kuzaa mapooza. Utakuwa ni mkesha ukataa kuzaa mapooza. Unazaa mapooza sababu ama ni uchawi, sababu ama ni laana za kulisi, sababu ama ni manuizo ya kishetani. Nguvu ya damu ya Yesu na moto ulio ndani ya damu ya Yesu vinaweza kutatua matatizo yote ulionayo ya kuzaa mapooza. Acha mashaka zidi ya msalaba. Acha mashaka zidi ya jina la Yesu. Acha mashaka zidi ya dua, sala na maombi. Maandiko yanasema amini tu. Maria, amini tu utauona utukufu wa Mungu. Amini tu utauona utukufu wa Mungu. Kwa tangazo hili kwa ufupi, wengine tutawashirikisha, litakuwepo TikTok, litakuwepo Instagram, Facebook, Mshipoko TV. Tarehe 27 ni mkesha wa kukataa kuzaa mapooza. Ni mkesha wa kuamuru milima ishushwe. Ni mkesha wa kuamuru mabonde inuliwe. Ni mkesha wa kutabiria mifupa ipate nyama. Taitabiria mifupa kwa jina la Yesu. Tatabiria mifupa ipate nyama. Maandiko yanasema ni Baba amekusudia kutenda mema. Baba amekusudia kutenda mema. Ile nguvu ile umponya kipofu wa Suluhamu hata akaweza kuona kwa matope tu, inaishi hata leo kama ukiamini. Ile nguvu ambayo Yesu alitumia kutembea juu ya bahari inaishi hata leo
kama ukiamini. Ile nguvu ambayo kwayo Yoshua alisimamisha jua na mwezi inaishi hata leo kama ukiamini. Nimesema Jumapili, mnafukutane, maana mwaka jana wa China walionyesha uwezo wao wa nyuklia wa kijeshi. Walikuwa pale mekaa rais wa Urusi Putin na Kim nani wa Korea Kaskazini na wa China wenyewe wanaonyesha dunia uwezo wa kichina kijeshi, wana manyuklia. Nikasema nafukutane na nyuklia za Warusi na nyuklia za Wafaransa na nyuklia za Wachina, lakini usikutane na nguvu ya maombi ya Musa na Elia. Nafukutane na nyuklia wa China na Warusi na Wamarekani na NATO, lakini usikutane na mabomu ya maangamizi ya maombi ya Paulo na Sila ndani ya gereza. Nafukutane na maangamizi ya mabomu ya maangamizi ya Wairaki wa Thailand, lakini usikutane na nyapo za Baba juu ya mlima wa Mzeituni aliposema imekwisha. Ile ni kauli inaweza kung'oa kila pando asilopanda Baba ndani yako kama ukiamini. Kama ukiamini. Ninashimzao nashuhudia mengi Mungu akiyatenda hata leo. Naamini hata ibada ya Jumatano hii ya wiki hii na Jumapili hii ijayo, ninaamini kupitia uwepo wa Yesu Kristo vifungo vingi watu watafunguliwa. Mikosi itatolewa ndani ya watu. Baraa zitatolewa ndani ya watu. Maroho ya uchawi yaliyofunga watu yatatolewa. Maana unabii unasema watashindana lakini watashinda. Tarehe 27 saa 4 usiku kuelekea alfajiri ya tarehe 28 itakuwa ni maombi ya mkukesha kumlilia Baba kutwa kucha hadi tukataa kuzaa mapoza, na tukutetea usamani ya utu. Tutautetea kwenye maombi. Samani ya kila mtu taitetea. Leo utu watu unaziakiwa kwa ajili ya biashara, kwa ajili ya vitu vingi viovu. Watu wanaziaki uumbaji kwa kutesa wenzao, kwa kuroga wenzao na kadhalika na kadhalika. Wanaziaki uumbaji wa Mungu. Yote tutaweka kwenye maombi yetu, na Mungu aonaye sirini mioyoni atatenda sawa na alivyotuahidi. Itoshe kusema Adonai Elohim Elehazaki Bali Elakachai Meshiaka, katika jina la Yesu. Tukutane tarehe 27 mwezi wa pili kwenye mkesha wa kukataa kuzaa mapoza. Bye bye na Mungu akubariki. Asante sana.